Ripoti za milio ya risasi zilitoka katika tawi la Northabur la shule ya Dipsirin iliyo nje kidogo ya mji mkuu wa Bangkok muda mfupi baada ya saa 4 kwa saa za huko. Video kutoka eneo la tukio zinaonyesha wafanyakazi wakiwatoa wanafunzi haraka kutoka darasani huku maafisa wa polisi wakijaribu kumtafuta mpiga risasi huyo. Milio ya risasi ilisikika. Walimu walianza kuharakisha kuwatoa wanafunzi wote madarasani na kuwapeleka mahala salama. Mwanafunzi mmoja alituambia kuwa alimuona mpiga risasi huyo ambaye ni mwanafunzi wa shule hii mwenye umri wa miaka 14 akitoka darasa moja kwenda nyingine huku akifyatua risasi ndani. Anasema alimuona mwalimu wake akipigwa risasi na mshukiwa huyo kabla ya kufanikiwa kutoka nje akiwa na marafiki zake. Watu kadhaa walitibiwa hapa katika eneo la tukio na wahudumu wa dharura kabla ya kupelekwa hospitalini. Kwa sasa nia ya mpiga risasi huyo haijulikani, lakini tukio hili linafuatia visa vingine vya ufyatuliaji risasi shuleni nchini Thailand, ikiwemo kimoja kilichotokea mwezi Februari kusini mwa nchi, jambo ambalo limeibua maswali mazito kuhusu urahisi wa kupata bunduki nchini humo. Kisheria unahitaji kuwa na kibali. Hata hivyo, kiuhalisia, bunduki nyingi zinamilikiwa kinyume cha sheria na swala kubwa linalopaswa kujibu. Kwa mujibu wa polisi, mhusika alikuwa mwanafunzi wa shule hiyo mwenye umri wa miaka 14 ambaye aliwafyatulia risasi walimu na wanafunzi wenzake kabla kujitoa uhai. Waliopata majeraha walipatiwa huduma ya kwanza na wahudumu wa dharura kabla ya kupelekwa hospitalini. Tukio hili la ufyatuaji risasi linafuatia tukio jingine katika shule hiyo kusini mwa Thailand mwezi Februari. Tukio hilo liliibua maswali ambayo bila shaka yataulizwa tena sasa kuhusu urahisi wa kupatikana kwa bunduki nchini Thailand.